Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Na naweza kuambia kwa uaminifu na naamini hii kwa moyo wangu wote, tatizo lako kihalisia si tatizo lako. Nadhani itanibidi nizungumzie kwa dakika moja. Nimejaribu kuwalisha kijiko cha mboga lakini mmekataa kumeza. Basi leo nitafunza kuhusu mitazamo. Niliona huenda kuna watu wanahitaji kurekebisha mtazamo wao. Isitoshe leo Deva aliniuliza, utafunza juu ya nini leo? Na nilisema kitu kitakachokufaidi wewe hasa. Mitazamo. Unajua, nina kioo kimoja nyumbani kwangu, ni kioo kilichopambwa ambacho huwa wakati mwingine kinapinda kidogo. Na si kupinda huwa kunanitatiza. Na huwa naona ni ngumu kukirekebisha, kwa hivyo huwa nakiacha tu hivyo kwa muda, na kila nikipita karibu nacho huwa natatizika. Na unajua hiyo ni sawa na kuwa na mtazamo mbaya. Unaweza kupuuza na kupuuza na kupuuza, lakini ukweli ni kwamba utatatizika. Huenda hutajua kwa nini huna furaha au kwa nini unahisi huna amani, lakini si wewe tu ndio unayetatizika. Utawatatiza pia watu walio karibu na wewe ikiwa una mtazamo mbaya. Lakini ukitia bidii kidogo tu, wakati mwingine inabidi ninyoshe mkono wangu juu ya fanicha nyingine ili niweze kufikia kioo hicho, na nikiweza kufikia tu na nikirekebishe, basi nahisi vizuri sana nikiwa ndani ya chumba hicho. Pia ndani ya ofisi yangu ya nyumbani kuna matundu ya kuleta baridi au joto. Na wakati mwingine matundu hayo hukaa vibaya na yanaanza kutoa sauti ndogo isiyo ya kawaida wakati hewa inapita. Na huwa sipendi sauti ndogo zisizo za kawaida. Afadhali nisikie sauti kubwa badala ya kusumbuliwa na sauti ndogo isiyo ya kawaida. Na wakati mwingine naivumilia kwa siku kadhaa, kisha nitamwita mtu aje arekebishe matundu hayo na mambo yanakuwa sawa. Unaweza kushangazwa na jinsi maisha yako yanaweza kuwa mazuri ikiwa utarekebisha mtazamo wako kidogo tu. Na nimegundua kwamba kuna mitazamo mingi sio sahihi ambayo tunaweza kushikilia, na pia kuna mitazamo mingi sahihi ambayo tunahitaji kuwa nazo, kiasi kwamba tunapaswa kurekebisha mitazamo yetu kila siku. Unajua, kwa mfano, ni rahisi sana kukosa kuridhika, sio? Kukasirika kidogo, kunungunika kidogo, kukosa kuridhika na kile ulicho nacho. Unafikiri unapaswa kuwa na mengi zaidi. Basi wacha nikusaidie kurekebisha mtazamo wako. Ikiwa unanungunika kidogo, pengine utakosa kupata usingizi usiku wa leo, basi fikiria yule mtu asiyekuwa na makao ambaye hana hata kitanda cha kulalia. Ukijipata umekwama katika msongamano wa magari, usifadhaike. Kuna watu hapa duniani ambao hata hawajawahi kuendesha gari. Ukiwa na siku mbaya kazini, mfikirie mtu ambaye hajakuwa na kazi kwa miezi mitatu. Ukifadhaishwa na uhusiano wenye matatizo, mfikirie mtu ambaye hafahamu maana ya kupenda au kupendwa. Ukihuzunika kwa sababu mkubwa wako amekunyima nafasi ya kufanya kazi siku 4 kwa wiki ili uwe na wikendi ya siku 3, mfikirie huyo mwanamke anaishi katika nchi maskini ambaye ni lazima afanye kazi saa 12 siku 7 kila wiki na analipwa $10 kwa wiki mradi tu alishe familia yake. Gari lako likizima na ikubidi utembee maili 1 ili upate msaada, mfikirie huyo mlemavu ambaye angefurahia sana nafasi ya kutembea maili hiyo 1. Ikiwa hukupata nafasi uliyotaka ya kuegeza gari ulipokuja katika kongamano hili na ilikubidi utembee kidogo na ukanungunika, ni wakati wa kurekebisha mtazamo wako. Ukijiangalia kwenye kioo na ugundue una mvi, mfikirie mtu anayeugua saratani na anatibiwa na tiba kemikali ambaye angefurahia kuwa angalau na nywele za kukagua. Ukijipata unahisi kufa moyo kwa sababu umeshindwa kung'amua mwito wa maisha yako ni nini, kuwa na shukrani. Kuna wale ambao hawakuishi kwa muda mrefu wa kutosha ili wapate nafasi ya kufikiria mwito wa maisha yao ni nini. Ukijipata unakosewa na watu wengine kwa ajili ya machungu yao, upumbavu wao, kutokujiamini kwao na hisia zao za kutokuwa salama, kumbuka mambo yangekuwa mabaya zaidi. Ungekuwa kama hao. Kuna mitazamo ya kila aina, mitazamo mizuri, mitazamo hasi. Kuridhika, kutoridhika, unyenyekevu, kiburi, maringo, kuwajibika, kutowajibika.
kuwa na shukrani, kutokuwa na shukrani, kuwa na huruma, kutosamehe, kujionea huruma. Orodha hii inaweza kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Lakini ukiweza kudumisha mtazamo wako jinsi Yesu alivyodumisha wake, na yeye ndiye mfano kwetu katika kila jambo, hata katika mitazamo yetu. Wafilipi 2 inasema, iweni na nia hiyo hiyo ya unyenyekevu ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Yesu. Wacha awe mfano wako katika unyenyekevu na katika mitazamo mingine yote. Na kuambia leo kwamba ukiweza kurekebisha mtazamo wako kila siku bila kujali nini kinaendelea maishani mwako, bado utaweza kufurahia maisha yako. Hebu niulize swali, tatizo lako kweli ni tatizo lako au tatizo lako ni mtazamo wako wa tatizo lako? Hebu niulize tena, je, mtazamo wako ndio tatizo lako? Tatizo lako kweli ni tatizo lako au tatizo lako ni mtazamo wako wa tatizo lako? Unajua kwamba kuna watu duniani ambao wana tatizo linalofanana na lako kabisa, lakini bado wana furaha zaidi kukushinda. Na kuna watu ambao wana tatizo baya zaidi kushinda lako, lakini wana furaha zaidi kukushinda. Cha muhimu si tatizo lao, cha muhimu ni mtazamo walioamua kushikilia kuhusiana na tatizo lao. Unajua ujumbe huu wa leo si mgumu, ujumbe huu hauna kitu kigumu. Hauna kitu kigumu kuelewa. Lakini kama mtaweza kushika hii leo, naamini wengi wenu mmekuwa hamna furaha na mmekosa amani na hamjakuwa mkipiga hatua mbele maishani mwenu. Lakini mkiweza tu kuhakikisha mtazamo wenu unaambatana na mapenzi ya Mungu, mtashangazwa na kile kitakachotokea maishani mwenu. Badilisha mtazamo wako na utabadilisha maisha yako. Mtazamo wako ni fikira zako zinapojidhihirisha kwa nje. Ni jinsi unavyoamua kufikiria kuhusu vitu. Mtazamo wako huathiri kila kitu. Inakuathiri wewe, inaathiri watu walio karibu nawe. Hasa inaathiri taswira ya sura yako. Inaathiri taswira ya sura yako. Haichukui muda mrefu kuona mtu aliye na mtazamo mbaya. Ndege ina chombo kinachoitwa kipima mtazamo. Sasa ungefikiri kinapaswa kuitwa kipima mwinuko, lakini ni kipima mtazamo. Na huwa kinaonyesha mahali ndege ilipo kulingana na upeo wa macho. Ndege inapopaa juu, huwa inasemekana ina mtazamo wa kuangalia juu, kwa sababu sehemu yake ya mbele huwa iko juu ya upeo wa macho. Ndege inaposhuka chini, inasemekana ina mtazamo wa kuangalia chini, kwa sababu sehemu yake ya mbele huwa iko chini ya upeo wa macho. Sasa tukisema kwamba upeo wa macho unawakilisha hali ya wastani, tukiwa na mtazamo wa kuangalia juu, maisha yetu yatakuwa bora zaidi kushinda ya wastani. Tukiwa na mtazamo wa kuangalia chini, maisha yetu yatakuwa chini ya wastani. Unataka kuwa na maisha ya aina gani? Joyce, nataka tu Mungu anibariki na anipe maisha mema. Basi je, uko tayari kufanya mpya akili zako kila siku na ufanye mpya mtazamo wako? Chukua muda kidogo kila asubuhi unapokutana na Mungu au unapoenda kazini na ujiulize, Mungu, kuna sehemu yoyote ya maisha yangu ambayo nahitajika kurekebisha mtazamo wangu? Baadaye leo watu wakikuuliza ulikuwa wapi, unaweza kusema nilikuwa katika shughuli ya kurekebisha mtazamo wangu. Na kweli nilihitaji kufanya hivyo. Yamkini baadhi yenu mara nyingi baada ya kutazama kipindi changu kwenye runinga asubuhi, huwa mnarekebisha mitazamo yenu. Mtazamo wa mtu yote unaweza kubadilishwa kama nataka ubadilishwe. Waefeso 4:23. Na daima mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Daima muwe na mtazamo mpya katika akili zenu na roho zenu. Sasa hebu turudi tena kwa mstari wa 22. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani ambao haujafanywa kuwa mpya, unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Anasema, mvue utu wa zamani, jitenge na maisha ya zamani, usitende matendo uliokuwa unatenda hapo awali. Sasa turuke kwa mstari wa 24. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kwa hivyo mstari wa 22 unasema, wacha kuwa na matendo ya utu wa zamani.
Mstari wa 24 unasema, na uanze kuwa na matendo ya utu mpya kwa sababu umefanywa kuwa mpya. Lakini mstari wa 23 ndio daraja inayoonyesha jinsi tunavyoachana na matendo ya utu wa zamani na tunaanza kuwa na matendo ya utu mpya. Hebu tuweke mstari wa 23 juu tena. Na daima mfanywe wapya katika roho za nia zenu, daima muwe na mtazamo mpya katika akili zenu na roho zenu. Unajua, ni mtazamo wako wa maisha, wala si werevu wako, ndio utakaoamua kiwango chako cha ufanisi. Hupaswi kutatizika sana na swala la kama una kipawa kama mtu mwingine. Unaweza kuwa na kipawa sawa na mtu mwingine kazini, lakini shetani anataka ufikirie, si kupata nafasi ya kuenda chuo kikuu, kwa hivyo sitapandishwa cheo, au unajua, mimi si mwerevu kama yeye, kwa hivyo sitapandishwa cheo. Lakini acha nikwambie siri. Ikiwa utakuwa na mtazamo mzuri kushinda watu wengine katika kampuni hiyo, utapandishwa cheo mbele ya watu wengine. Niko radhi nifanye kazi na mtu mwenye mtazamo mzuri, hata kama yeye si mwerevu sana, badala ya kufanya kazi na mtu mwerevu sana mwenye vipawa mbalimbali vinavyomwezesha kufanya kazi za kila aina, lakini ana mtazamo wa kiburi na maringo na anajiona yeye ni bora kushinda watu wengine. Utashangazwa jinsi Roho Mtakatifu atakavyoshirikiana nawe ukidumisha mtazamo mzuri. Nataka kufanya kazi na watu wenye mtazamo wa unyenyekevu, wenye shukrani, mtazamo mzuri, mtazamo wa kuwajibika. Chunguza mitazamo yako. Ukiweza kueleza kwa jumla una mtazamo gani wa maisha, ni wimbo gani utaimba kati ya hizi zifuatazo kila unapoamka asubuhi? Fanya dunia itoweke, matone ya mvua daima yaniangukia kichwani, nitafanya kwa njia yangu mwenyewe. Au ni asubuhi maridadi iliyoje, ni siku maridadi iliyoje. Sasa ni lazima niwaambie kwamba hapo mwanzoni katika ndoa yangu na Dave, kabla Mungu hajanifinyanga vilivyo, nilikuwa mwanamke mkali mwenye mtazamo mbaya sana. Dave kwa upande wake ni mtu mwenye mtazamo mzuri na mwenye furaha, na unajua, anapenda, yeye huamka na anaanza kuimba, na huwa inanibidi nimwambie anyamaze. Ni lazima uimbe ukitoka kitandani asubuhi. Mimi nilitaka kutafakari kuhusu matatizo yangu na makosa ambayo watu wengine walinitendea, jinsi nitakavyowalipizia kisasi. Na inaonekana ni jambo ya kuchekesha, lakini kitu cha kusikitisha ni kwamba kweli sikutaka kusikia kiimba. Unajua nini? Nafikiri Mungu amechoka kusikia baadhi yenu mkiimba wimbo ule ule. Na Zaburi inasema katika sehemu kadhaa kwamba muimbie Bwana wimbo mpya. Basi nimewaandikia wimbo mpya. Jaribuni kuona kama mnaweza kujifunza kuimba wimbo huu. Haijalishi nakabiliwa na nini, nitakuwa na siku nzuri, kila kitu kitakuwa sawa, huenda nikapata nyongeza ya mshahara. Nakwambia bila shaka bendi za kumtukuza Mungu zitaning'ang'ania ili niwe kiongozi wao, au sio? Unajua, kila mtu duniani anataka kuwa na furaha. Ni dhahiri kwamba kimsingi kila mtu anataka kuwa na furaha. Wengine wanataka kununua furaha, wengine kujipandisha cheo ili wawe na furaha, wengine wafunge ndoa ili wawe na furaha. Si ni kweli kusema kwamba kimsingi hicho ndicho kitu unachotaka zaidi maishani mwako? Lakini kosa tunalofanya ni jinsi tunavyofikiria tutapata furaha hiyo. Unajua mazigazi ni nini? Hutokea wakati uko jangwani, kisha unashikwa na kiu sana na jua linawaka na miale yake yanamulika ardhi kwa njia inayofanya inaonekana kana kwamba kuna kidimbwi cha maji. Na nina hakika umewahi kuona sinema ambapo watu wako karibu kufa kwa ajili ya kiu, kisha wanakimbia na kuruka mahali ambapo wanafikiria kuna maji na wajipata wanapiga mbizi kwenye mchanga na wanasikitika sana. Unajua, nimefuata mazigazi kwa miaka mingi ya maisha yangu. Nilifikiri kama ningekuwa tuna pesa zaidi ningekuwa na furaha. Lakini pesa haikuniletea furaha. Na hapo zamani nilipokuwa nafanya kazi, nilisema kama ningekuwa tuna kazi ya ofisi, kisha baadaye ikawa kama haingenibidi nifanye kazi,
ningekuwa na furaha. Kisha Dave akaniambia, basi mbona usiache kazi? Kisha baada ya kuacha kazi ikawa kama ningeweza kutoka nyumbani angalau mara moja, ningekuwa na furaha. Jamani, sasa kama shetani angeachana tu na mimi, ningekuwa na furaha. Kama Dave angebadilika, ningekuwa na furaha. Hatimaye nilipoingia katika huduma ikawa ni kama huduma yangu ingepanuka, ningefurahi. Na naweza kuambia kwa uaminifu na naamini hii kwa moyo wangu wote, tatizo lako kihalisia si tatizo lako. Nadhani itanibidi nizungumzie hiyo kwa dakika moja, sio? Kwa sababu nimejaribu kuwalisha kijiko cha mboga lakini mmekataa kumeza. Tatizo lako kihalisia si tatizo lako. Nawaambia ukweli, tatizo lako si tatizo lako. Tatizo lako ni mtazamo wako wa tatizo lako. Unahitaji kuona vitu kwa mtazamo sahihi. Unajua tunazimia katika kuona vitu kwa mtazamo unaofaa. Tuna mazoea ya kufikiri kwamba tunazingatia kwa dhati jambo fulani tusilopenda maishani mwetu, na tunalizingatia na kulizingatia mpaka linakuwa likubwa kushinda jinsi linavyopaswa kuwa. Wacha niwasomea hadithi moja inayofunza kuhusu kuwa na mtazamo mzuri. Wapendwa wangu mama na baba, tangu niende chuo kikuu, najua sijachukua muda wa kuwaandikia, na naomba msamaha kukosa kufikiria kuwaandikia mpaka sasa. Nitawaelezea mambo yote katika barua hii. Lakini kabla hamjaisoma, tafadhali ketini chini. Je, mmeketi chini? Tafadhali msiisome mpaka mketi chini. Naendelea vizuri sana sasa. Jeraha la fuvu la kichwa nililopata baada ya kuruka kutoka kwa dirisha la bweni langu sasa limepona. Niliruka baada ya bweni langu kushika moto muda mfupi baada ya kuwasili hapa. Sasa huwa napata tu maumivu ya kichwa mara moja kwa siku. Kwa bahati nzuri, mfanyakazi mmoja wa kituo cha petroli alishuhudia moto huo ukiwaka na pia jinsi ilivyoruka. Alikuja kikimbia na akanipeleka hospitalini na aliendelea kunitembelea nikiwa huko. Nilipoondoka hospitalini, sikuwa na mahali pa kuishi kwa sababu chumba changu kilikuwa kimeteketezwa kabisa. Basi alikuwa mkarimu na akanikaribisha kuishi nyumbani kwake. Ni nyumba ndogo lakini nzuri sana. Yeye ni kijana mzuri sana na hata tumependana sana na tunapanga kufunga ndoa. Bado hatujaweka tarehe, lakini itakuwa ni kabla mimba yangu haijaanza kuonekana wazi. Ndiyo mama na baba, nina mimba. Najua jinsi mlivyo na hamu ya kuwa na mjukuu, na najua mtamkaribisha mtoto huyu na mtamshughulikia vizuri kama mlivyonifanyia mimi nilipokuwa mdogo. Sababu ya kuchelewa kwa harusi yetu ni kwamba mchumba wangu ana maradhi lakini si mabaya ambaye aliniambukiza kwa ajili sikuwa mwangalifu. Hata hivyo najua mtamkaribisha katika familia yetu na mioyo mikunjufu. Ni mtu mkarimu na ingawa hajasoma sana, ni mtu mwenye maono. Ingawa ni mtu wa asili na dini tofauti na sisi, najua hamtatatizo na jambo hilo kwa sababu mara nyingi mmesema kwamba mnastahimili tofauti za watu. Mama na baba, kwa kutamatisha, nimewaelezea kila kitu. Lakini ningependa kuambia kwamba hakukuwa na moto katika bweni langu, sina jeraha la fuvu la kichwa. Sikuwa hospitalini, sina mimba, sijaambukizwa maradhi na sina mchumba maishani mwangu. Hata hivyo nimekuwa nikianguka katika historia na sayansi. Na nilitaka tu muone kuanguka kwangu kwa mtazamo unaofaa. Unaweza kufikiria jinsi wazazi hao walivyofurahi. Asante Mungu. Kumbe ni kwamba hufanyi vizuri masomoni. Asante Mungu. Kama angewapigia tu simu na aseme nimekuwa nikianguka katika historia na sayansi, yamkini wangekasirika na waanze kumzoma na kumpigia kelele, naye angekasirika na aanze kulia. Pengine unahitaji kuchukua muda kidogo leo na uangalie tatizo lako katika mtazamo unaofaa kwa kuzingatia yale yanayoendelea duniani na matatizo ambayo watu wengine wanakabiliwa nayo. Nitasema tena. Tatizo lako kihalisia si tatizo lako. Tatizo lako ni mtazamo wako wa tatizo lako. Kitu kizuri na mtazamo ni kwamba ni wako na unaweza kubadilisha. Si lazima ungoje ubadilike. Unaweza kubadilisha mtazamo wako. Viktor Frankl alipokuwa katika kambi waliotekwa nyara nchini Ujerumani, alisema uhuru wa mwisho wa mwanadamu ambao hakuna mtu anayeweza kumpokonya ni uwezo wake wa kuamua mtazamo atakaoshikilia katika hali yoyote. Hata akiwa katika kambi waliotekwa nyara,
aliamua, nina kitu ambacho hamwezi kuninyang'anya. Mnaweza kuninyang'anya chakula changu, mnaweza kuninyang'anya nguo zangu, mnaweza kuninyang'anya kitanda changu, mnaweza kuniweka katika upweke, mnaweza kunilazimisha nifanye kazi ngumu, lakini nina kitu ambacho hamwezi kuninyang'anya. Nina mtazamo mzuri ambao hamtaweza kuninyang'anya. Unaona, niliwaambia sisi sote mitazamo yetu itarekebishwa leo. Kila mtu anataka kuwa na furaha, na la kusisimua ni kwamba mara kwa mara Biblia inatuambia, na kama wewe, hata mimi sipendi amri hii, lakini mara kwa mara inatuambia tuwe na furaha tunapokumbwa na majaribu na dhiki. Yesu alisema katika Yohana 16:13, ulimwenguni mnayo dhiki. Ni ahadi. Kisha anachosema baada ya hiyo ni tuwe na furaha. Asanteni. Tuwe na furaha. Kwa nini? Kwa sababu ingawa mna dhiki, niko pamoja nanyi. Duniani mtakuwa na dhiki. Kila mtu duniani ana dhiki, lakini unaweza kuwa na furaha kwa sababu Yesu alisema, nimeushinda ulimwengu. Tunahitaji kuacha kutatizwa na matatizo yetu na tuwe na furaha kwamba tunaye Mungu maishani mwetu. Hivi majuzi mtu mmoja aliniambia, jamani, tulikuwa tunazungumzia tatizo kubwa sana. Jamani, nafikiri itatubidi tumwamini tu Mungu. Na matamshi yake yalinikera sana. Na nafikiri, unajua nini? Nimechoka kusema hivyo. Nimechoka kusikia watu wakisema hivyo. Tusiseme tu tutamwamini Mungu, ni sharti tumwamini Mungu kikweli. Ni kwa faida yetu kumwamini Mungu. Ni baraka kubwa kuwa na Mungu ambaye ni mwaminifu, ambaye tunajua anatupenda, ambaye ana nguvu yote na hekima yote na ufahamu wote, ambaye yuko kila mahali kila wakati na kamwe haondoi macho yake kwetu hata kwa sekunde moja. Tuna matatizo, lakini tunaye Mungu. Wasioamini wana matatizo na matatizo na matatizo na matatizo mengi na mengi zaidi, lakini hawana tumaini wala suluhu, na wataishi maisha yao yote wakifukuza mazigazi. Kisha wanapozipata wanasikitika na kusema, nilitarajia hii itaniridhisha, lakini nimeambulia patupu. Yakobo 1, siwezi kujizuia kusoma kifungu hiki. Unaona, ni sharti uamini kwamba ingawa una tatizo bado unaweza kuwa na furaha, kwa sababu ikiwa huamini hivyo, kama hutakuwa na furaha. Joyce, lakini nahisi hilo ndilo tatizo lako. Lakini nahisi na nafikiri. Leo sitaki kuzungumza kuhusu jinsi unavyohisi na kile unachofikiria. Nataka kuzungumza kuhusu kile unachofahamu. Unamjua nani? Neno linasema nini? Tuingie ndani zaidi. Tunahitaji kuwa na uhusiano wa ndani zaidi na Mungu. Tunahitaji kuvuka mipaka ya kile tunachotaka, tunachofikiria na tunachohisi, na ili tufikie kile tunachofahamu ndani ya mioyo yetu. Najua kwamba Mungu ni mwaminifu. Nimemwona akiwa mwaminifu mara nyingi sana, tena na tena na tena na tena. Mstari wa 2, Yakobo 1:2. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu mbalimbali. Muwe na furaha kikamilifu mnapokumbwa na dhiki za kila aina. Naona makofi yamepotea. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Niligundua kwamba kujaribiwa kwangu kulinifanya nidhihirishe mambo mengine mengi kabla ya kuniletea subira lakini unaona, ndio maana ina manufaa kwetu. Tunapopitia vipindi hivyo vigumu maishani mwetu, ndipo tunapata uzoefu na tunaandaliwa kwa mambo ambayo Mungu anataka kututumia kutekeleza katika siku za usoni. Unapopitia kipindi kigumu, unaweza kusema, Mungu, sipendi hali hii, inanitia uchungu. Lakini nitakuwa na furaha hata hivyo, kwa sababu najua nitafaidika na hali hii. Nitafaidika na hali hii. Nitakomaa zaidi. Nitakujua vyema zaidi hali hii itakapokwisha kuliko jinsi nilivyokujua hapo awali. Unapopitia kipindi kigumu, unaweza kusema, Mungu, sipendi hali hii, inanitia uchungu. Lakini nitakuwa na furaha hata hivyo, kwa sababu najua nitafaidika na hali hii.
Nitafaidika na hali hii, nitakomaa zaidi, nitakujua vyema zaidi hali hii itakapokwisha kuliko jinsi nilivyokujua hapo awali. Nawahimiza mseme maneno hayo kwa sauti. Itakuwa vizuri kwenu kusema, hali hii ni ya kutia uchungu. Mungu, naumia. Na kimwili singependa kuwa katika hali hii, lakini najua una mpango na najua utafanya kazi nzuri ndani yangu, na wakati unaofaa utakapofika utabadilisha hali yangu. Je, naweza kuwafanya mwanzo kufanya hivyo, kusema mambo kwa sauti? Na unapofanya hivyo, unapotamka maneno kwa sauti jinsi ambavyo Mungu anataka uyatamke, yani kulingana na neno lake, hiyo itabadilisha hisia zako na itabadilisha fikra zako. Au waweza kuketi tu hapo na uenende jinsi unavyohisi na unavyofikiria. Hebu tuende katika Petro wa kwanza mlango wa 3. Lakini mjapoteswa kwa sababu ya haki, mna heri. Msiogope kutisha kwao, wala msifadhaike kwa ajili ya pingamizi zao. Mjapoteswa kwa sababu ya haki. Sasa hiyo inafanya kichwa changu kifanye tik 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 tik. Kuna kitu hakiko sawa hapa, kuna kitu hakiko sawa hapa. Nikifanya kile kilicho sahihi napaswa kupata matokeo mazuri. Nikifanya kile kilicho sahihi napaswa kubarikiwa. Anachosema ni kwamba utabarikiwa, lakini utabarikiwa kwa kiwango cha juu zaidi. Nafikiri kitu kizuri zaidi kinachoweza kutokea maishani mwetu. Nilimwambia Dave jambo hili wiki iliyopita. Nilimwambia kitu kizuri zaidi ambacho Mungu anaweza kutufunza ni kuwa na furaha wakati mambo hayatuendei kama tunavyotaka. Katika Mathayo mlango wa 5 kuna mahubiri maarufu yaliyotolewa na Yesu kwa jina hotuba ya mlimani au mahubiri ya heri. Mahubiri ya heri. Napenda kuyaita mahubiri kuhusu kuwa na mtazamo sahihi. Yaani mitazamo tunayopaswa kuwa nayo ikiwa tunataka kuwa na furaha ambayo Mungu anasema tunaweza kuwa nayo. Basi tafadhalini hebu tuangalie Mathayo mlango wa 5 kidogo. Heri na Biblia ya Amplified inatuambia maana ya kubarikiwa. Nikisema Mungu akubariki, maana yake ni kwamba uwe na furaha, uwavutie wengine, uwe na ufanisi wa kiroho na uridhike maishani mwako. Napenda kuridhika. Na uwe na kibali cha Mungu na ukombozi, haijalishi unapitia hali gani maishani. Oh, mambo mazuri hayo. Hebu tuiangalie tena. Heri, nikisema Mungu akubariki, kile ninachomaanisha ni kwamba nataka uwe na furaha kiasi kwamba uwavutie watu wengine, na nataka uwe na ufanisi wa kiroho. Mmegundua haizungumzii akaunti yangu ya benki. Uwe na uzima, furaha na kuridhika, na uwe na kibali cha Mungu na ukombozi wake, haijalishi unapitia hali gani maishani mwako. Je, niwaambie siri? Nafikiri huwa tunatumia muda mwingi tukiomba maombi ambayo Mungu hana haja nayo. Nafikiri huwa tunazungumza naye sana kuhusu vitu tunavyohitaji na watu ambao wanahitaji kubadilika ili tuwe na furaha. Nyongeza za mshahara, majumba makubwa zaidi, magari mapya, kuolewa au kutaka kutoka katika ndoa na kadhalika. Na nataka niwape changamoto ya kwamba mwanze kuomba kwa njia tofauti. Amka kila siku na useme, Mungu unajua sawa na mtu mwingine yeyote, natumai kila kitu kitaniendea vizuri leo. Lakini kama haitakuwa hivyo, naomba wakati huu kwamba nitasalia imara na nitakuwa na furaha kama ile ninayoweza kuwa nayo kama mambo yangeniendea kama ninavyotaka. Je, umewahi kufikiria kuomba kwamba uweze kusalia imara wakati mambo hayaendi kama unavyotaka? Niliomba hivyo jana na leo, na huwa naomba hivyo mara kwa mara. Sisi sote hutaka kuwa na vitu fulani na hakuna makosa na jambo hilo. Sisi ni wanadamu na mara nyingi Mungu hukupatia kile unachotaka. Lakini kupitia uzoefu wetu wa maisha, sisi sote tunajua kwamba si kila siku mambo yataenda kama tunavyotaka. Katika safari zetu za huduma, tumepitia mambo mengi katika uzoefu wetu wa kuishi katika hoteli. Na mtu anaweza kufikiria kwamba kwa vile nimefanya kazi hii kwa miaka mingi na nimeishi katika hoteli nyingi,
basi Mungu anaweza kunipa kibali ili niweze kuishi katika hoteli ambapo kila kitu kinafanya kazi vizuri. Lakini hapana, mara nyingine tena hapa Albany niliingia hotelini Alhamisi. Kwa kawaida nikifika mjini Alhamisi napenda kusoma na nilale kidogo na nijitayarishe kwa Alhamisi usiku. Watu waliosafisha chumba changu waliacha pazia zote wazi na jua lote likaingia chumbani, na hapa kuna joto lisilo la kawaida msimu huu. Kwa hivyo hata kiyoyozi hakiwezi kupunguza joto, kwa hivyo sikuweza kulala. Nilijaribu kufungua maji kwenye sinki na kichwa cha mfereji kikang'oka na kikabakia mkononi mwangu. Sinki ya bafu yangu ilikuwa imeziba. Ikijaa maji ilinibidi nifungue mfereji na ningoje mpaka maji yote yaende ili niweze kufungua mfereji tena. Alhamisi usiku, saa 6:30 usiku, mtu mmoja alijaribu kuingia chumbani kwetu. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ametumwa kukusanya hanga za nguo kutoka kwa vyumba ambavyo havikuwa na watu. Na tulikuwa tumefunga mlango wetu, na alipousukuma ulitoa kelele kubwa, na Dave akaruka akaenda mlangoni akamuuliza, "Unafanya nini wewe? Unataka nini? Wewe ni nani?" Na mtu huyo akasema, "Nilifikiri chumba hiki hakina watu." Basi bila shaka wakati huo tulikuwa tushaamka na tunashindwa. Huwa tunamwambia mpokezi asielekeze simu zozote chumbani kwangu, na nina uhakika mnaweza kuelewa hiyo, kwa sababu huwezi kujua ni watu wangapi wanaweza kutaka kunipigia, na huenda wakapiga mara nyingi bila kujua kwamba nahitaji kupumzika na kusoma. Na basi nilikuwa nalala Ijumaa, kisha simu ikaanza kulia. Kisha jana tuliporudi hotelini baada ya mkutano, jamani, mngefurahia kuona yaliyotokea. Afadhali tungepiga picha. Tukio hili tufanyikia sana, siwezi kuambia limetufanyikia mara ngapi. Kadi yetu ya kufungua mlango ilikuwa imebadilisha, kwa hivyo hatukuweza kuingia chumbani kwetu. Ingawa bado unalipia chumba, huwezi kukiingia. Basi kuna mtu aliitwa ambaye alikuwa na funguo, lakini hata hiyo yake haikuweza kufungua mlango wetu. Basi mimi, Dave na msaidizi wetu tulikuwa tumeketi sakafuni katika sehemu ya mapumziko baada ya kuwa hapa tukiendesha mkutano wa ajabu na watu wakatupigia vifijo na makofi. Nafikiri ni njia ya Mungu ya kukukumbusha wewe ni nani na mahali ulikotoka. Keti hapa kwenye kiti hicho hapo ambacho ni sakafu chafu, na uwe na subira, na wewe mwenyewe ufuate mafunzo unayofunza watu katika mikutano hii. Jamani, sasa lakini unajua, Biblia inasema ikiwa nitapitia hali kama hizo na nisibadilike, basi nimebarikiwa sana. Kinachotokea hasa ni ukiweza kufanya hivyo, mtazamo wako unamhubiria shetani ujumbe huu: umeshindwa shetani, mara nyingine umeshindwa kuniangusha. Heri walio maskini wa roho, walio na mtazamo wa unyenyekevu. Heri wale wanaoshikilia mtazamo mzuri hata wakihuzunika, kwa sababu watafarijika. Heri wenye upole, wenye mtazamo wa kuridhika. Unajua, mtu asiyekuwa na upole ni mwenye kiburi na maringo, na daima huwa anaona anastahili kuwa na zaidi ya kile alicho nacho. Lakini mtu mwenye upole huwa na shukrani kubwa kwa kitu chochote, hata kiwe kidogo vipi, ambacho Mungu au watu wengine wanamfanyia. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Hao ni wale wenye mtazamo wa uadilifu, daima wanataka kutenda kile kilicho sahihi. Heri wenye rehema, wana mtazamo wa msamaha. Hilo lisikutatize, hata mimi hufanya makosa mengi. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi,
Heri wale wanaotia juhudi za kuwa na amani katika nafsi zao wenyewe na baina yao na wengine, na heri wale wanaoteswa kwa ajili ya haki, wanaoshikilia mtazamo wa uadilifu, haijalishi na wagharimu nini. Baadhi ya watu zingatia uadilifu mpaka wanapokumbwa na matatizo, kisha wanaamua hataki kuzingatia uadilifu tena. Unajua, tunaona kundi la watu katika Agano la Kale, tunawaita Waisraeli kwa sababu ni watu wa taifa la Israeli, na walikuwa watumwa kwa miaka mingi nchini Misri, na walimlilia Mungu kwa dhati, na Mungu akawatumia mkombozi Musa. Ilikuwa ni baada ya Musa kuishi nyikani kwa miaka 40 ili atayarishwe vilivyo kwa jukumu hilo. Jamani, sasa ngapi katuni walikuwa hapa jana usiku? Sawa, naliwaongoza kutoka utumwani. Mungu alitekeleza miujiza mikuu. Alitengeneza njia baharini, kiamsha kinywa chao kilianguka kutoka angani kila asubuhi, miujiza mingi ya ajabu, maji yalitoka kutoka kwa mwamba, miujiza ya kila aina. Lakini Biblia inasema walizunguka na wakazunguka jangwani kwa miaka 40 wakijaribu kumaliza safari iliyopaswa kuwachukua siku 11 peke yake. Na nafikiri baadhi yenu hapa ni jamaa za watu hao. Bila shaka najua walikuwa jamaa zangu wa karibu. Na walifikiri kwamba tatizo lao lilikuwa maadui wao. Wahiti, Wayebusi, Waperizi, unajua hao maadui wao wote. Na daima huwa anasema kwamba sisi pia tuna maadui wetu, huenda ni wakubwa kazini, majirani wabaya, maumivu ya mgongo. Haijalishi unawaita nini, sisi sote tunao. Na huwa tunamlaumu shetani na tunalaumu hali zetu za kimaisha na tunalaumu watu wengine. Lakini kama nilivyosema katika ibada ya jana asubuhi, naamini ni wakati wa kuwajibika kwa ajili ya furaha yako wewe mwenyewe. Wacha kumpa mtu mwingine wajibu wa kukufanya uwe na furaha. Ikiwa unataka kuwa na furaha, kuwa na furaha. Ikiwa unataka kuhuzunika, hakuna mtu atakayeweza kukuzuia kufanya hivyo. Nilikuwa na mtazamo mbaya sana hapo mwanzoni katika ndoa yetu kwa sababu nilikuwa nimedhulumiwa vibaya sana nikiwa mtoto, na nilikuwa na mtazamo hasi na sikuamini watu na kadhalika. Na unajua, kama mume yeyote mzuri, kwa muda Dave alijaribu kunifanya niwe na furaha, na alijaribu kufanya hiki na kile, na baada ya miaka 2 au 3 aliniangalia siku moja na akasema, unajua nini, nimeona kwamba haijalishi nitafanya nini, hutakuwa na furaha, kwa hivyo nimeacha kujaribu. Utakapoamua kuwa na furaha, niambie. Je, naweza kuambia siri? Baadhi yenu mko katika uhusiano na watu ambao mnapaswa kuambia vivyo hivyo, kwa sababu mmekuwa mkijaribu kuwafanya wawe na furaha kwa muda mrefu wa kutosha, lakini hao wameamua hawatakuwa na furaha. Kwa hivyo mnajipata mnashiriki katika tatizo lao, na furaha yako inategemea furaha yao, na mnahitaji kufanya uamuzi na mseme, nitakuwa na furaha. Wewe fanya utakalo. Amen. Na hapo mwanzoni watakasirika, lakini huenda watabadilika. Hiyo ni mojawapo ya vitu vizuri zaidi ambavyo Dave alinifanyia, kwamba hakuniruhusu nidhibiti furaha yake. Kwa nini umetumia miaka 40 kumaliza safari ya siku 11? Tatizo halikuwa maadui wao, ilikuwa mtazamo wao. Walimlaumu Musa, walimlaumu Mungu, walikufa moyo kwa urahisi, walifadhaika kwa urahisi. Hawakuwa na subira. Daima walifikiri wanastahili kuwa na zaidi ya kile walichokuwa nacho. Hawakuwa na shukrani kabisa. Unajua, tukifanya kile kilicho sahihi, basi hatimaye tutapata matokeo yanayofaa. Huwa nashangazwa sana na watu ambao hawataki kufanya kile kilicho sahihi, kisha wanakuwa na mtazamo mbaya dhidi ya watu wengine ambao wamebarikiwa kwa sababu walifanya kile kilicho sahihi. Unajua, hatimaye nilichoshwa na watu ambao wananionea wivu kwa sababu ya hiki na kile na hiki na kile na mengineo. Na hatimaye nilianza kufikiria, unajua nini? Usitake cha mtu mwingine ila ikiwa uko tayari kufanya kile alichofanya ili apate kile alicho nacho. Mwanzo mlango wa 4, Kaini na Abili. Lakini Kaini, hebu tuanzie katika mstari wa 3. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana,
Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini alitoa kazi ya mikono yake, alitoa kazi ya kimwili ambayo kamwe haimpendezi Mungu. Lakini Habili alitoa wazao wa kwanza wa wanyama wake. Sijui sababu zote zilizomfanya Mungu akatae sadaka ya Kaini, lakini na uhakika kwamba hasa ilikuwa ni kwa ajili ya mtazamo wake. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Mstari wa 5, akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana, alishikwa na mtazamo mbaya mara moja. Hakuona haja ya kufikiria, sawa, ikiwa Mungu hajafurahia sadaka yangu, basi nini inafanya kisicho sahihi ambacho napaswa kukibadilisha? Halo? Ikiwa mambo hayaendi vizuri maishani mwangu, basi ni nini napaswa kubadilisha? Daima sisi utaka tu kusema makosa ni yako, makosa ni yako, makosa ni yako, makosa ni yako, makosa ni yako. Yesu alisema, mkikaa katika neno langu mtaufahamu ukweli, na ukweli utawaeka huru. Lakini si ukweli kuhusu mume wako au watoto wako au wazazi wako au majirani wako ndio utakaokuweka huru. Ni ukweli ambao Mungu atakufunulia kukuhusu wewe mwenyewe. Na naelewa kwamba kuna watu wenye matatizo. Huwa nashughulikia watu wenye matatizo kila wakati. Na bila shaka sisemi kwamba hawahitaji kubadilika, lakini siwezi kuwabadilisha mimi mwenyewe. Mtu wa pekee ambaye naweza kutumai kwamba anaweza kubadilika ni mimi mwenyewe, ikiwa nitamwacha Mungu afanye kazi ndani yangu, na wengine watabadilika ikiwa nitawaombea na niamini Mungu atafanya kazi ndani yao. Sawa, mstari wa 6, na pengine Mungu angependa kuwanenea baadhi yenu neno hili leo, au nyinyi mnaotutazama kwenye runinga. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, hutapata kibali? Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe. Na napenda sehemu hii, walakini yapasa uishinde. Yapasa uishinde. Usilaumu watu wengine, usimlaumu Mungu, usimlaumu shetani. Ukitenda mema, utabarikiwa. Usipotenda mema, dhambi itakuotea mlangoni, na ni sharti uipinge na uishinde. Moja hapa njia nzuri zaidi, njia rahisi zaidi na nzuri zaidi ya kusalia katika mapenzi ya Mungu ni kudumisha mtazamo mzuri. Baadhi ya mitazamo mizuri zaidi ni ipi? Nafikiri mojawapo ya vitu muhimu zaidi ni daima kuwa na mtazamo wa huruma. Daima kumbuka kwamba umefanya makosa mengi, na watu wengine wanapofanya makosa hupasi kuwa mkali nao na uwahukumu na uchukue msimamo mkali dhidi yao. Mojawapo ya vitu vizuri zaidi unavyoweza kuambia, ila kama ni hali ambayo inakulazimu utatue tatizo fulani, kitu kizuri zaidi kusema ni hilo lisikutatize, pia mimi mwenyewe hufanya makosa mengi unayoweza. Na unajua, nimejifunza kuzungumza na watu wanapofanya makosa. Daima huwa najaribu kuhakikisha kwamba narudi kuzungumza nao, nachukua hatua ya ziada. Na hata kama wameomba msamaha, huwa nataka kuhakikisha kwamba nimezungumza nao kwa dhati, kiasi kwamba wanafahamu vyema kwamba kosa lao halinitatizi. Hii ni kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kutukosea na aseme nisamehe, kisha tunasema sawa, na mtu huyo bado ataendelea kuhisi kuhukumika na kutatizika. Ni vizuri kuchukua simu na useme, nataka tu ujue kwamba sitaki jambo hilo likutatize, hasa kwa sababu ya nafasi ya mamlaka niliyo nayo. Najua kwamba watu wakifanya makosa mbele yangu, pengine wafanye jambo ambalo hawapaswi kufanya, wanaweza kuhisi vibaya sana. Kwa hivyo huwa nachukua hatua ya ziada ya kuwapigia simu na kuwaambia, ni sawa, mimi pia nimefanya makosa mengi maishani mwangu, hilo lisikutatize. Kuwa na mtazamo wa huruma. Na niamini nikisema, sikuzaliwa na mtazamo ndani yangu, ilinibidi niikuze. Unaweza kukuza mitazamo sahihi. Kuna aina mbalimbali za utu. Chanzo cha utu wetu ni hulka asilia tuliopewa na Mungu, pamoja na mambo yaliyotufika katika miaka ya hapo mwanzoni ya maisha yetu. Hayo yote yanatupatia utu wetu. Hulka yako asilia haiwezi kubadilishwa, lakini utu wako daima unaweza kubadilishwa na kuboreshwa.
Mimi daima nitakuwa mtu shupavu, lakini katika ushupavu wangu nimejifunza kutowakosea watu haki. Kwa hivyo kuna utu aina mbalimbali, na kusema ukweli kabisa, baadhi ya watu wataegemea zaidi upande wa kuwa na mtazamo mbaya kuliko watu wengine wenye hulka asilia za aina nyingine. Kuna watu ambao daima wana furaha na ni wachangamfu. Ataegeza gari lake kisha atoke na atasahau mara moja ameliegeza wapi katika sehemu ya kuegeza magari, na kwake hilo ni jambo la kufurahisha. Unajua, utakuwa unachelewa kwenda mkutano na yeye anacheka huku akisema amesahau mahali alipoegeza gari lake. Na wewe unasema, jamani, mbona usiwajibike na uwe kama mtu mwenye ubongo kichwani? Basi nitawaambia, kuna watu ambao kwa kawaida ni wenye furaha na wachangamfu na ni rahisi kwao kuwa na mtazamo mzuri kila wakati. Na nafikiri Dave kidogo yuko hivyo. Ni mtu mtulivu, huwa hatatizwi na mambo, na nafikiri ni rahisi kwake kuwa na furaha. Mimi huwa na mawazo mengi na huwa nahisi napaswa kuwajibikia dunia nzima, na hilo ndilo kosa langu. Na unajua, daima nimekuwa na hisia ya kuwajibika isiyo sahihi ambayo nimerekebisha sana kwa miaka 10 au 15 iliyopita, lakini ukweli ni kwamba imenibidi nitie bidii zaidi katika kukuza mtazamo mzuri kuliko Dave. Lakini huwezi kujionea huruma kwa ajili ya hiyo. Usiseme hivyo ndivyo nilivyo, hivyo ndivyo nilivyo. Usitumie hiyo kama kijisababu. Sema, haijalishi nina tatizo la aina gani, kupitia usaidizi wa Mungu naweza kufika mahali ambapo naweza kudumisha mtazamo mzuri kila wakati. Kudumisha mtazamo mzuri ni rahisi zaidi kuliko kupata tena mtazamo mzuri baada ya kuupoteza. Unaona, utatumia nguvu nyingi zaidi kunyanyuka, kisha uanguke, kisha ujaribu kunyanyuka tena, kisha unafikwa na hali nyingine usiyopenda na unaanguka tena na unyanyuke. Kisha inakubidi uite watu wa kuombea. Unaita lori nzima la Wakristo waje wakusaidia kunyanyuka tena na unanyanyuka tena. Kisha unafikwa na hali nyingine usiyopenda. Niliishi kwa njia hiyo kwa miaka mingi na hatimaye nilisema, unajua nini, hali hii inanichosha. Juu chini, juu chini, juu chini. Na niligundua kwamba ni rahisi zaidi kwangu kukataa kufadhaika kuliko kufadhaika kisha nijaribu kutulia tena. Amen. Mpinge shetani punde anapoanza kukukabili. Mtazamo wako ndio nabii wa siku zako za usoni. Ni rafiki yako wa karibu zaidi au adui wako hatari zaidi? Hicho ndicho kitu kinachowavutia watu kwetu au kinachowafanya watutoroke. Na ndiyo nguvu ya kimsingi itakayoamua kama tutafanikiwa au tutashindwa. Na kusema ukweli, haya yote yanategemea sana swala la kama tunampendeza Mungu au la. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.